tatu bonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele, bila kusahau kulike, kucomment na kushare. Hii ni Umela Media. Mchambuzi wa soka lakini pia mtaalamu wa masuala ya uchumi katika football, kwa maana ya football economy, anaitwa Biko Skanda, ameonyesha wazi kufurahishwa na namna ambavyo sasa serikali imepambania mchakato wa marekebisho ya katiba ya Simba na kufanya msajili wa vyama vya michezo nchini Tanzania kuweka saini katiba hiyo mpya na kuikabidhi Simba Sports katiba yao, ili basi na wao waendelee mbele katika mchakato wa mabadiliko ndani ya Simba Sports Club, mchakato ambao umechukua muda mrefu zaidi. Katiba pia ambayo inatambua uwepo wa wawekezaji na sio mwekezaji kama ambavyo ile ya mwanzo ilivyokuwa, kwa sababu kumbuka kwamba katiba hii ya mpya Simba ni marekebisho ya katiba ambayo walikubaliana wanachama wenyewe katika mkutano mkuu wa Simba Sports Club. Biko Skanda ameeleza wazi kwamba kukamilika kwa katiba ya Simba ni mwanzo wa safari ya mabadiliko na mafanikio ndani ya Simba Sports Club, na hivi sasa ni rasmi kuwa upande wa wanachama unaenda kupata nguvu kamili ukilinganisha na ilivyokuwa hapo awali, ilivyokuwa inahusishwa kwamba huenda Murtaza Mangungu pamoja na kuwa upande wa 51%, kwa maana upande wa asilimia za wanachama lakini bado alikuwa anazidiwa nguvu na upande wa 49% za upande wa mwekezaji. Unaona bwana, wakati klabu ni ya kwao, lakini yeye ndiye ilikuwa inaonekana kama anapelekwa kasi hivi na vitu kama hivyo. Lakini kwenye katiba mpya ni yeye sasa ndo ambaye ana mamlaka kamili ya kuanzisha mchakato wa mabadiliko ndani ya Simba, kwa maana transformation, ambayo ilikuwa imeuliziwa na Mohamed Dewji, na yeye ndo ambaye anao uwezo vile vile wa kuamua nani aje kuwekeza ndani ya Simba na nani asije kuwekeza ndani ya Simba, kulingana na ambavyo wanachama wenyewe watakubaliana kulingana na mwongozo wa katiba hiyo mpya. Sasa ukweli ni kwamba kukamilika kwa katiba mpya Simba unakuja kuleta dira mpya na mchakato wote unaanza upya kabisa, kwa sababu kanuni ya sheria ni kwamba inapokuwa imetiwa sign ndo hapo inapoanziwa kufanya kazi, kama zilivyo tu sheria za nchi bwana. Sheria ikiwa hajatiwa saini na rais, basi ujue huo ni mswada tu, huo ni mswada. Lakini ukishakamilika tu katiwa saini na rais, basi ujue hiyo sheria inaanza kutumika. Hali kadhalika kwenye michezo huko, sheria kama hajatiwa saini na msajili wa vyama vya michezo nchini Tanzania, hiyo sheria haifanyi kazi. Pindi tu inapokuwa imetiwa saini na msajili wa vyama vya michezo nchini Tanzania, ujue hiyo sheria inaenda kuanza kufanya kazi. Kwa hiyo mambo yote ambayo alikuwa anafanya Mohamed Dewji huko nyuma, huo ni mjadala mwingine. Ni kama tu vile Mohamed Dewji alikuwa anamgalamia binti vitu vingi wakati bado hawajafunga ndoa. Kwa hiyo hayo mambo yote yanakuwa hayana nguvu sana, kwa sababu bwana, ukileta vurugu utaulizwa cheti cha ndoa kiko wapi bwana. Kwa hiyo hata Mohamed Dewji kama naye anataka kuendelea kuweka pesa ndani ya Simba, lazima hakikishe kwamba mchakato wa mabadiliko unakamilika, na penyewe sasa hivi sasa Simba anaweza wakaamua bwana kwamba tunatangaza tenda, mtu ambaye anataka kuja kuwekeza aje wekeze. Kama Mohamed Dewji akitaka, mchakato unaanza tena. Kama hataki, wanakuja wengine na vitu kama hivyo. Zile pesa ambazo alikuwa ameziweka kule mwanzoni hizo ni kama zawadi tu amezitoa kwa Simba Sports Club. Wakizitaka zile bilioni 20 zile wanaweza kumwambia bwana, chukua bilioni zako 20, endelea na maisha mengine. Lakini sasa hapo ndo kunakuwa na ugumu kwamba bwana Mohamed Dewji watu watasema Mohamed Dewji alikuta Simba bwana ikiwa kwenye kipindi kigumu, itakuwaje kwa hivi sasa na nini bwana. Lakini sheria kwa hivi sasa lazima ianze kufuatwa upya huko hapo. Kwa ndo kitu kama hicho sasa. Biko Skanda nawapongeza wana Simba kwa kuweza kukamilisha mchakato wenu wa katiba, na sasa mchakato wa mabadiliko unakwenda kuanza rasmi kabisa, ili basi Simba Sports iweze kusimama kama Simba Sports na isionekane kwamba sasa hii kama klabu ya mtu hivi, kuna mtu ananyemelea anataka kuichukua na kuifanya kuwa mali yake mwenyewe. Wewe una mtazamo gani bwana kuhusiana na swala hili?
Mwana Simba, umeanza kwanza kuisoma katiba yenu mpya au bado nasubiria? Lakini naamini pia shule inahitajika pia kwa mashabiki na vitu kama hivyo kuhusiana na mchakato mzima ambao unakwenda kuanza kufuatwa kwa hivi sasa. Unasemaje? Niandikie hapo chini kwenye maoni sura mpya Simba ambao unaiona kupitia katiba yao mpya na mchakato wa mabadiliko pia namna ambavyo na kwenda kuanza. Naweza kuniambia hapo chini, au kama na swali lolote basi niandikie hapo chini na mimi majibu yake nitakutafutia kama kawaida. Majibu yapo tu. Wewe leta tu swali, mambo yatakwenda vizuri zaidi. Usisahau pia ku like, kushare, kusubscribe ili mambo yazidi kuwa bam bam. Asante na endelea kuifuatilia Omela Media.